na masala haya yanafungamana na usiku wa Lailatul Qadr. Haya masala yanafungamana na usiku wa Lailatul Qadr. Kuna nukta kama mbili. Nukta ya kwanza, mata Lailatul Qadr. Lailatul Qadr inapatikana lini? Ni siku gani? Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, almufadala baina Lailatul Qadr wa Lailatul Maulid, kubainisha kauli sahihi kati ya usiku wa Lailatul Qadr na usiku wa mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni upi usiku uliokuwa bora? Je, usiku wa Lailatul Qadr ni bora kuliko masiku yote mpaka usiku wa Lailatul Maulid, au usiku wa Lailatul Maulidi, yani usiku wa kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni bora zaidi kuliko usiku wa Lailatul Qadr? Hii ni masala ambayo nimependa kuielezea baada ya kuja maswali katika nukta hii. Masala hii ya tafdhil, masala ya kufadhilisha, yani kulinganisha ubora wa usiku wa Lailatul Qadr na usiku wa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yako maneno ya wanachuoni. Wako katika wanachuoni ambao wanaona kwamba Lailatul Maulidi afdalu min Lailatul Qadr, kwamba usiku wa mazazi ya Mtume, usiku ule aliozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni bora zaidi kuliko usiku wa Lailatul Qadr. Huu ni uoni wa baadhi yao. Na kauli nyingine ambayo ni kauli ya jumhurul ulama ya kwamba usiku wa Lailatul Qadr ni afdal min jamii layali, usiku wa Lailatul Qadr ndio bora kuliko masiku mengine yote ya mwaka mzima, yote ya duniani, na hakuna usiku ambao unalingana na usiku wa Lailatul Qadr. Hii ni kauli ya jumhurul ulama, na kwamba la majala litafdhili bainahuma, hakuna nafasi ya kufadhilisha, ya kulinganisha kati ya usiku wa kuzaliwa Mtume alayhi salam na usiku wa Lailatul Qadr. Hakuna nafasi hiyo, yani haiwezekani kulinganisha usiku wa Lailatul Qadr na usiku wa Lailatul Maulid. Lianna Lailatul Qadr, wanasema jumhurul ulama ya kwamba kwa sababu usiku wa Lailatul Qadr thabata tafdhiluha wa bayanu khairiyatiha bilwahy, kwa sababu usiku wa Lailatul Qadr fadhila zake zimethibiti kwa wahy. Usiku huu wa Lailatul Qadr, utukufu wake, bora wake, yanayofanyika katika usiku huo katika mambo makubwa, makadirio ya mwaka mzima, yote haya yanabainisha fadhlu hadhihi al-laila, ubora na utukufu wa usiku huu wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo ubora wa Lailatul Qadr umethibiti kwa wahy, ay bil kitabi was sunna, kwa kitabu cha Allah kadhalika na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Allah tabaraka wa taala,
lailatul qadr khairun min alf shahr, usiku wa lailatul qadr ni bora kuliko miezi 1000. Kwa maana amali anayoifanya Muislamu katika usiku wa lailatul qadr, usiku mmoja, ni bora kuliko amali, kuliko matendo ambayo atayafanya kwa kipindi cha miezi 1000, kwa maana kipindi cha miaka 83 na miezi 4 takriban. Hii ni kauli ya kwanza katika maneno ya Allah tabaraka wa taala yanayobainisha kwamba usiku huu wa lailatul qadr fadhila zake zimekuja kutajwa kwa wahi katika Qur'ani. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku uliobarikiwa ambao ni usiku wa lailatul qadr. Hii ni dalili ya pili katika maneno ya Allah yanaonyesha ubora na utukufu wa lailatul qadr, kwamba ni lailatun mubaraka, kwamba ni usiku uliobarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mengineyo katika maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala yenye kubainisha ubora na utukufu wa usiku wa lailatul qadri. Kadhalika zimekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwemo hadithi ambayo ameitoa Imam Ahmad katika musnadi yake bisanadin sahih, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yubashiru ashabahu, alikuwa akiwabashiria masahaba zake biqudumi shahri Ramadhan almubarak, pindi Ramadhani inapoingia. Alikuwa akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia masahaba wake, qad jaakum Ramadhan, umekujieni mwezi wa Ramadhani, shahrun mubarakun, mwezi uliobarikiwa, iftarada Allahu alaykum siyamahu, Allah tabaraka wa taala amefaradhisha kufunga mwezi huo. Tuftahu fihi abwabul janna, katika mwezi wa Ramadhani hufunguliwa milango ya pepo. Watughlaqu fihi abwabul jahim, na hufungwa milango ya moto. Watughallu fihi shayatin, na hufungwa mashayatin katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mahallu shahid napokusudia katika hadithi hii, fihi lailatun, katika mwezi wa Ramadhani kuna usiku ambao khairun min alf shahri, ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Kwamba usiku huo Mtume alayhi salam anabainisha unapatikana katika mwezi gani? Mwezi wa Ramadhani. Kwamba katika mwezi wa Ramadhani, katika mazuri yake ni kwamba ndani ya Ramadhani hupatikana usiku mmoja ambao ni bora kuliko miezi 1000. Man hurima khairuha faqad hurima, basi atakayenyimwa kheri za usiku huo basi amenyimwa kheri zote. Mwenye kukosa kheri za usiku wa lailatul qadr, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema basi mtu huyu atakuwa amenyimwa kheri zilizokuwa nyingi. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Hii ni moja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anabainisha kwamba usiku wa lailatul qadr fadhila zake zimethibiti kupitia maneno yake, kama ambavyo zimethibiti kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika maneno yake Mtume alayhi salam alivyosema, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayeusimamisha usiku wa lailatul qadr kwa maana imanan wa ihtisaban, kwa imani na kitaraji malipo. Kwa imani kwa maana akiamini kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye ameweka sheria ya kusimama kisimamo cha usiku wa lailatul qadr, akaamini hivyo kwamba Allah hiyo ni sheria ameiweka kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam,
na akitaraji malipo ya kisimamo chake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake aliyoyafanya. Kwa hivyo na nyinginezo katika hadithi zenye kuonesha kwamba matukufu ya Lailatul Qadri yamethibiti bil kitabi was sunnah, yamethibiti kwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma Lailatul Maulidi, ama usiku wa kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, falam yathbut nassun fil wahyi, haikuthibiti nasu yoyote katika wahi, haikuthibiti dalili yoyote katika wahi, katika kitabu au sunna, yufidu tafdhilaha ala ghairiha, haijathibiti dalili yoyote katika kitabu au sunna yenye kubainisha na kuonesha ubora wa usiku huo zaidi ya usiku mwingine. Haijathibiti dalili hiyo, si katika Qur'ani wala katika sunna, yenye kubainisha kwamba usiku aliozaliwa Mtume alayhi salam ni bora kuliko usiku wa Lailatul Qadr au ni bora kuliko masiku mengine. Kwa hiyo usiku wa kuzaliwa Mtume alayhi salam fahiya kaghairiha min al-layali, ni kama masiku mengine, ni kama masiku mengine ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu haikuja dalili kubainisha fadhila zake kwamba usiku huo una fadhila kuliko usiku kadha. Sawa, haijathibiti hilo, na hilo linabaki hivyo hivyo, hilo linabakia hivyo hivyo. Idhan, kwa hali hiyo, falqawlu, qawli inayosema ya kwamba bi anna lailatal maulidi, kwamba usiku wa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam afdalu min lailatil qadri, qawlun ghairu sahih. Hii ni kauli ambayo si sahihi, ni kauli ambayo si sahihi na sio kauli ya kutegemea. Sawa sawa, kwa sababu ni kauli ambayo haina mashiko, ni kauli ambayo haina mashiko, haijaegemea katika dalili, na masala ya dini lazima tuegemee katika dalili. Tayeb, kwa hii ni masala ambayo nilipenda kuibainisha, kwa sababu baadhi ya watu wanatatizika na masala hii, sababu wako wengine wanawalingania watu kwamba usiku wa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hivyo watu wanazembea kuutafuta usiku wa Lailatul Qadr, wanazembea katika ibada 10 la mwisho la Ramadhani, hawana mpango na kuitafuta Lailatul Qadri, kwa sababu wao walishaipata usiku wa Lailatul Maulid. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Hii si sawa. Waislamu ambao watakuwa na msimamo huo na mtazamo huo, basi wafahamu ya kwamba mtazamo huo si wa sawa. Mtazamo sahihi ni kwamba usiku wa Lailatul Qadri ni bora kuliko usiku wa Lailatul Maulid, sawa na masiku mengine. Na watu natakiwa kujipinda kuutafuta usiku wa Lailatul Qadri. Sasa baada ya nukta hiyo, tuko pamoja. Mata Lailatul Qadri, Lailatul Qadri inapatikana lini? Masala ya ta'yin, kuainisha usiku wa Lailatul Qadri kwamba unapatikana katika siku fulani, ikhtalafa ulama fiha, ni masala ambayo maulama wametofautiana katika kuelezea jambo hilo. Faminhum man qala annaha fi 21, wako ambao wamesema kwamba usiku wa Lailatul Qadri unapatikana katika usiku wa 21, na wengine wakasema usiku wa 25, wengine wakasema usiku wa 27, wengine wakasema usiku wa 29, wengine wakasema usiku wa 23, wengine wakasema usiku wa 24. Sawa, wa hakadha. Na aqwali hizi amezikusanya al-Imam al-Hafidh Ibn Hajari al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala
katika kitabu chake Fathul Bari, faman arada almazida falyuraji Fathul Bari, mwenye kutaka ziada ya maelezo, kwa sababu imamu ameeleza kwa mapana na marefu hizi aqwali za wanachuoni, khilafu zao katika masala hii ya kuainisha kwamba usiku wa Lailatul Qadr unapatikana katika siku gani. Kwa mwenye kutaka zaidi, hasa wanafunzi, walegee katika Fathul Bari. Lakini pamoja na aqwali zote hizo, warajihu wallahu a'lam, kauli ambayo ndio yenye nguvu, kauli yenye nguvu katika masala hiyo, annaha tantaqilu fi layali al-ashr al-awakhir min Ramadhan, ni kwamba usiku huu wa Lailatul Qadr ni wenye kuhamahama katika 10 la mwisho la Ramadhani. Usiku huu wa Lailatul Qadr, kauli yenye nguvu ni kauli isemayo kwamba usiku huu wa Lailatul Qadr tantaqilu, unahamahama, sio kila mwaka unapatikana katika usiku mmoja, la sawa. Si kwamba kila mwaka unapatikana mwezi 21 tu au mwezi 23 tu au mwezi 27 peke yake au 29, la sawa. Na zote hizo hadithi zimekuja, hizi aqwali, kila kauli wameegemea katika hadithi. Sasa kuzifanyia jamu hizi hadithi hizi zote, kuzikusanya na kuzifanyia kazi, zinakusanywa kwa kauli hii ya kwamba usiku huu wa Lailatul Qadri unapatikana katika 10 la mwisho la Ramadhani, na ni wenye kuhamahama katika masiku yake, na hauji kila mwaka katika usiku mmoja. Na hayo ameyasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala na wengineo katika maulama. Anasema rahimahullah, wasahih, na kauli sahihi, kauli iliyokuwa sahihi katika masala hii ya lini Lailatul Qadr, kauli sahihi, annaha tantaqilu, ni kwamba usiku huu ni wenye kuhamahama, fatakunu aman lailata 21, wakati mwingine mwaka mmoja inaweza usiku huo ukatokea tarehe 21, yani usiku wa 21, sawa. Mwaka mmoja inaweza katokea usiku huo ukapita usiku wa 21, wa aman lailata 27, kadhalika na mwaka mwingine usiku huo ukatokea ukapita usiku wa 27, na mwaka mwingine akasema wa aman lailata 25, mwaka mwingine ukapita usiku wa 25, wa aman lailata 24, kadhalika mwaka mwingine usiku huo ukapita usiku wa 24, wa aman lailata 29, na mwaka mwingine usiku huo ukapita usiku wa 29, wa hakadha. Sheikh anasema hivyo ndivyo ilivyo, yani huo ndio utaratibu ulivyo katika kupita na kutokea usiku huu wa Lailatul Qadr, kwamba mwaka huu unaweza ukawa 23, mwakani ukawa 24, mwakani ukawa 25, mwakani ukawa 27, mwakani ukawa 29, wa hakadha tantaqil, unakuwa ni wenye kuhamahama huu usiku. Sheikh anasema liannahu la yumkinu, kwa sababu masala ilivyo haiwezekani jam'u al-ahadithi al-waridati, kuzikusanya hadithi zote zilizothibiti na zilizopokewa kuelezea masala ya Lailatul Qadr. Haiwezekani kuzikusanya, kwa sababu nyingine inasema usiku wa 21, nyingine usiku wa 23, nyingine 27, nyingine 29. Haya, tushike ipi? Sawa, na zote ni sahihi. Kwa hiyo inatakiwa kuzifanyia jamu, kuzikusanya hadithi hizi.
Sasa kuzifanyia jamu, kuzikusanya hizi hadithi zote ili tuzifanyie kazi, Sheikh anasema haiwezekani kuzikusanya hadithi zilizopokewa katika masala hii ya Lailatul Qadr illa ala hadha alqawl, isipokuwa kwa kutegemea kauli hii. Hii kauli ndio ambayo inawezekana kuzifanyia jamu hadithi hizi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zenye kubainisha kwamba ni lini usiku wa Lailatul Qadri. Kwa zinakusanywa kwa kusema ya kwamba usiku wa Lailatul Qadri unapatikana katika 10 la mwisho, na ni usiku wenye kuhamahama na hauji kila mwaka katika usiku mmoja. Akaendelea Sheikh kumalizia maneno yake akasema, lakini arja layali, lakini usiku ambao unatarajiwa zaidi kuwa ndio itapita Lailatul Qadr, yani usiku ambao unatarajiwa zaidi kuwa ndio usiku wa Lailatul Qadr, lailata 27, ni usiku wa 27. Wala tata'ayyanu fiha, lakini sio lazima kwamba usiku huo utakuja kila mwaka katika usiku wa 27, hailazimu hivyo tayari. Wala tata'ayyanu fiha kama yadhunnuhu ba'dhu an-nas, na sio lazima kwamba usiku huo kila mwaka ni lazima upite katika, au ni lazima uwe katika usiku wa 27 kama wanavyodhani hivyo baadhi ya watu. Fayabni ala dhannihi hadha, baadhi ya watu wanajengea dhana yao kwa hii, yani kwa huu mtazamo na hii rai kwamba usiku ambao unatarajiwa sana kuwa ni usiku wa Lailatul Qadri ni usiku wa 27, yani kuamkia 27. Baadhi ya watu wamejenga msimamo kwamba usiku wa Lailatul Qadri ni usiku wa 27 peke yake, kullu sana, kila mwaka. Sheikh anasema hilo ni kosa, haiko hivyo. Jambo hilo linampelekea Muislamu akajenga dhana hiyo, an yajtahida fiha kathira, ikampelekea yeye kufanya juhudi, kujitahidi, kukesha, kufanya ibada katika usiku wa 27 kila mwaka. Ikifika Ramadhani 10 la mwisho, usiku wa 27 ndio anajitahidi kufanya ibada katika usiku huo. Wa yaftara fi siwaha min al-layali, na akawa ni mwenye kuzembea kufanya juhudi katika ibada katika masiku mengine. Sawa, Sheikh anasema hayo ni makosa ambayo wako nayo baadhi ya Waislamu, kujenga dhana kwamba usiku wa Lailatul Qadri haupatikani isipokuwa mwezi 27 peke yake. Kwa hivyo wanakuwa ni wenye kujikita kufanya ibada na kukesha usiku wa 27 peke yake, ama witri zingine wanaziacha, masiku mengine wanayacha, wanalala, wanafanya mambo yao mengine. Usiku wa 27 peke yake kila mwaka ndio wanakesha na kujitahidi katika ibada. Hii si sawa, kwa sababu usiku huu kwa mujibu wa hadithi, usiku mmoja hauji katika usiku mmoja wa 27 au 25, bali ni wenye kuhamahama, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, taharrau Lailatul Qadri, utafuteni, jitahidini kuutafuta usiku wa Lailatul Qadri fil 10 al-awakhir min Ramadhana, katika 10 la mwisho la Ramadhani. Na katika hadithi nyingine akasema fil witri min 10 al-awakhir min Ramadhana, jitahidini kuutafuta usiku wa Lailatul Qadri katika masiku ya witri ya 10 la mwisho, katika masiku ya witri ya 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kwa maana masiku ya witri 21, 23, 25, 27, 29, haya ndio masiku ya witri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza Waislamu kujikita katika ibada wakiutafuta usiku huu wa Lailatul Qadri, na watu wasibweteke na usiku mmoja ikawa ni wakabaki tu na usiku wa 21 au 23 au 27 peke yake ndio watu wanakesha, wanajitahidi katika ibada, halafu siku zingine wanalala. La,
Hii ni khilafu na jambo ambalo ni tofauti na jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelihimiza. Kwa hivyo haya ni masala ambayo nilikusudia kuyabainisha katika siku hii ya leo yanayofungamana na Lailatul Qadr, na insha Allah kwa leo tutakuwa tumefungia hapa masala hii ya Lailatul Qadr. Kinachofuata ni sisi tujitahidi kwa hizi autari zilizobaki. Sawa, haya masiku yaliyobaki ni jukumu letu sisi kujitahidi kufanya ibada mbalimbali na kujitahidi kukesha, kukaa usiku mwingi tukiwa katika ibada, kwa sababu huwa tunalala sana Waislamu. Kama ni kulala tunalala sana. Ramadhani mwezi mmoja na ashrul awakhir, masiku machache haya ambayo ndio tunahimizwa kutafuta usiku huu ambao una kheri nyingi. Unaonaje Muislamu haya masiku hayo ukasema sasa mimi silali au nitalala kidogo? Sawa. Na basi hata kama mtu ukikosa kukesha katika ibada, unasoma Qur'an, unafanya adhkari, basi si vibaya kudiriki swala ya jamaa ya tarawih pamoja na imamu mwanzo mpaka mwisho. Ukidiriki swala ya jamaa ya tarawih pamoja na imamu mwanzo mpaka mwisho, unaandikiwa kwamba umesimama qiyamu laila, umesimama usiku mzima. Kwa hiyo tujitahidi sana Waislamu, acheni uvivu. Waislamu wengi mnakosa jamaa ya tarawih kwa sababu ya uvivu tu. Na saa zingine mtu anajitia uvivu mwenyewe na anajisababishia uvivu kwa kula sana. Mwingine anashiba futari sana. Ukishiba sana saa zingine unavimbewa. Sasa ukishashiba sana tumbo likijaa khalas mushkila. Ukija kwenye kiamu hapa ni rakaa 2 tu tayari unaanza kujinyosha hivi. Ukishaona mtu anaanza kujinyosha khalas kuisha kazi. Sasa Muislamu, masiku machache haya yanaondoka shekhe, utakuja juta baada ya masiku haya kumalizika, halafu hujui kama Ramadhani nyingine utayadiriki. Allah tabaraka wa taala atukubalie matendo yetu, atukubalie funga zetu na visimamo vyetu na ibada zetu nyinginezo, na tusamehe madhambi yetu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.